Naona umeondolewa madarakani mfalme. Nini? Haiwezekani mtabiri, haiwezekani. Inawezekanaje mtabiri? Haiwezekani. Ndiyo mfalme, na kama unavyojua sijawahi kuongopa mimi. Hapana mtabiri, umeongopa. Hebu angalia vizuri, angalia mtabiri, umeongopa. Hapana. Hapana mtabiri, inawezekanaje? Umeongopa mtabiri, cheki vizuri. Mfalme, hata nikitazama mara 100, majibu ni yale yale. Oho, mtabiri, kwani ni nani ambaye anataka kuchukua haki yangu? Ni nani mtabiri, ni nani? Ni nani? Ni yule mgeni ambaye aliyeingia kwenye kijiji mfalme. Tafuta sura yake, tafuta sura yake, nataka nimumalize mtabiri. Tafuta sura yake, tafuta. Siwezi nikatambua sura yake mfalme. Nini? Basi chukua amri yangu. Nahitaji kila mgeni yoyote kwa ndani ya kijiji auawe haraka. Nasemaje? Auawe. Sawa mfalme, zilipakiwe. Hakuna cha zilipakiwe ama za jikweza. Mimi nahitaji tu uuwe. John, kwa nini umefanya hivi lakini? Hapana Rita. Nishakuahidi nitakupambania mpaka mwisho. Lakini unaweka maisha yako hatarini. John, naomba niache tafadhali. Hapana Rita. Unavyozidi kuniambia hivyo, ndio mimi nazidi kung'ang'ania kwako Rita. John, naomba nikwambie kitu. Hata kama nikifa, ila inabidi nikwambie tu ukweli. Rita, hautakufa. Ila kitu gani hicho? John, nina mimba yako John. Naomba unisamehe John, maana nenda kufa nikiwa na mtoto wako tumboni mwangu. Unisamehe. Ndio maana nakaa najiuliza. Kwa nini nafsi yangu inanisukuma tu nikusaidia wewe? Kwa nini nafsi yangu inanisukuma nikusaidia tu wewe? Kumbe una damu yangu Rita. Asante sana Rita. Kwa hiyo nakuhakikishia najitahidi sana uwe salama Rita. Mungu. John, naomba ondoke hapa. Maana ukikutwa hapa tutauawa mimi na wewe John. Ondoka. Sikia Rita. Ninachojali mimi ni usalama wako. Mwanangu. Yengine nitajua baadaye Rita. Peter! We Peter! Naam. Njoo. Mbona sana kuita alafu huitikii? Unajua tena mimi mgeni. Mimi nilifikiria atakuwa mwizi. Ila wewe bwana, sasa ukaisije mwizi ikiwa sauti yenyewe ni ya kike? Unajua huko kwetu mjini wanawake ndio wanaongoza kwenye mambo ya ukabaji, wizi, vitu kama wanatisha. Haya. Ila hongera. Hongera? Ya nini? Umependeza sana. Nimefurahia muonekano wako. Unatakiwa kuwa kama hivi. Inaonekana wewe haupo vizuri. Yaani mimi nipo uchi, alafu umedai eti mimi nimependeza. Serious? Upo uchi wapi wewe? Hapo upo vizuri. Oh. Aya. Niambie basi.
Mimi nimekuja kukufunza tamaduni za huko kwetu. Oh, basi fresh. Tuingie ndani basi ukanifunze. Wenyewe naijua hiyo. Mimi nitakuelekeza nikiwa hapa hapa. Basi sawa, nielekeze. Watu wa Ekulu tunawasalimu Zilipaki we. Alafu wanakujibu Zigweza. Kingine, hautakiwi kutembea kwenye kijiji ovyo ovyo. Oh, Zilipaki we. Hautakiwi kutembea kwenye kijiji ovyo ovyo. Hivyo tu? Ya, kwa heri. Mengine nitakuelekeza siku nyingine. Kwa heri. Hakika wewe ni mzuri sana binti. Chawa, nahitaji mtafute mtoto wa mzee Chibenda. Pita nyumba kwa nyumba, mlango kwa mlango, na mhitaji binti hapa. Sawa mfalme, nitafanya hivyo. Na raundi hii sitokuangusha. Mjukuu wangu, mfalme anakupenda sana na iko anakutafuta. Kwani uniendaka wapi? Babu, nimeshakwambia siwezi olewa na mfalme. Mbona hutaki kuwa mwelewa babu? Acha kuchezea bahati mjukuu wangu. Babu, kwani uone mabaya anayotenda huyu mfalme? Sitokaa nikampenda kamwe. Basi usipompata, leta kichwa chako kikiwa kinavuja damu hapa. Sawa mheshimiwa, nitafanya hivyo. Basi unaweza kwenda. Alafu subiri, mtu yoyote ambaye utakayemwona kwenye kijiji ambaye sura yake ni ngeni kwako, basi nifikishie taarifa. Sawa mheshimiwa. Imeisha hiyo. Lakini mfalme anakupenda sana mjukuu wangu. Na usipokubali atakuua. Bora nife babu kuliko nikaolewa na huyu mfalme. Na ukizidi kunilazimisha nitatoroka. Eliza. Eliza. Kijana samani. Nini? Bila shaka. Na mamlaka gani ukinisimamisha? Unajifanya kama unaniweza? Mzee Chibenda, unajua kuna vitu ambavyo sivielewi. Kwa nini mjukuu wako akataso leo na mimi? Sijui mfalme. Nilijaribu kumshawisha lakini amekataa. Mimi sina maana hiyo. Kuna kitu nataka kukuuliza. Kitu gani? Alafu hii sura sijawahi kuiona tangu nizaliwe. Wewe ni nani? Naitwa Peter. Mimi nimezaliwa hapa. Ila sijakulia hapa. Ila kumbuka kuwa mimi ni mfalme. Na sheria ya kumpinga mfalme nasema mtu yoyote atakayempinga mfalme basi adhabu yake ni kifo. Mzee Chibenda, binti yako nampenda sana. Ila akiendelea kunipinga basi nitaua nyote. Sijakuelewa. Nyosha maneno vizuri. Nisije ngakuziua bure. Sikia, mimi ni mzaliwa hapa. Ila nilipoteza naga na wazazi wangu
kipindi nazaliwa. So hakuna mtu umeshawahi kumsikia eti amepoteza mtoto. Wewe utakuwa umelewa. Maana sikuelewi. Sasa uelewe nini hapa? Ikiwa nimekuelekeza. Acha hizo mtoto. Wenda zako. Wala mtu mwenyewe umelewa. Ondoka. Unajifanya na kiburi. Basi mimi naondoka. Mbavu. Punguza hasira mfalme. Mimi nitamshawishi na atakubali. Nadhani umenielewa. Ndiyo mfalme. Unaweza kwenda. Asante. Eliza. Ulijuaje? Au wewe ni mchawi? Mchawi wapi? Mimi tangu nikutane na wewe nimeshajua harufu yako. Wewe unazidi kuwa mwongo kila siku. Hapana, mimi siongopi. Alafu umekuja muda sahihi. Maana nilikuwa nimekumisi kinoma. Mkodoshi. Unajua kuna kitu nashindwa kuelewa. Kitu gani? Kuna mtu mfalme anamtafuta ndani ya kijiji. Na sio kumtafuta tu. Anamtafuta juu chini. Asa sijui huyo mtu kamkosea nini? Mtu gani sasa? Haya. Ndio nimekuja kujulia hali. Vipi? Unashindaje? Nimeshinda fresh. Haya. Vipi? Umeshapata watu ambao ulikuja kuwatafuta? Hapana, sijawapata bado. Na hao watu ni wakina nani? Wazazi wangu. Wazazi wako? Kivipi sasa? Hapo ndo kuna ugumu. Mtu mwenyewe simjui. Ila nahisi atakuwa ni mgeni. Maana huyo mfalme ameniambia nikiona mtu ambaye simuelewi, sura ambayo ni ngeni, nimpe taarifa. Eliza, mimi ni mzaliwa wa hapa. Ila kipindi nazaliwa nilipotezanaga na wazazi wangu. Yaani sijua alinitupaga, maana niliogotwaga na watu nikiwa bado mtoto mchanga. Afu kweli. Unakumbuka hiyo siku ya mtetemeko? Mtabiri aliambia mfalme ya kwamba kuna mtu hataki ambaye amekuja. Itakuwa ndo huyo. Ila ni kweli. Asa kinachoshangaza, huyo mtu mpaka sasa hajaonekana. Atakuwa yuko wapi? Subiri kwanza. Kuna nini? Bado sijakuelewa. Eliza, mimi nimelelewa mjini na wazazi ambao waliniogotaga nikiwa mdogo. Niliishi nao nikiamini kuwa ni wazazi wangu wa kunizaa. Ghafla akakuja kuniambia kuwa waliniogotaga kwenye hiki kijiji msituni. Ndio nimekuja kutafuta wazazi wangu. Pole sana. Sasa utawajuaje ikiwa mmesema walikupoteza ukiwa bado mtoto mchanga? Hata na mimi sijui. Maana hata sura zao sijui. Sitambui nitafanya nini mimi. Cheo. Huyo mtu mimi nimeshakutana naye. Nini? Wewe unajua kuna muda sio wa utani, inabidi tuwe serious. Sio utani. Mimi nakuhakikishia nimeshawahi kutana naye. Ila sijui kama ni kweli. Maana hiyo sura sijawahi kuiona. Ni ngeni sana kwangu. Aho. Basi kama ni sura ngeni, atakuwa ndo huyo huyo. Vipi? Unaweza kujua sura yake? Asa sijui kama naweza nikaijua. Maana siku nilikuwa nalewa sana Cheo. Pole sana Peter. Mimi niko pamoja na wewe mpaka utakapopata familia yako.
Pita, mimi naondoka. Ani wewe ni bogus kabisa. Wewe ni mjinga sana. Kwa nini? Kwani huoni kwamba umeshaharibu? Asa ukakunywaje pombe ikiwa unajua kwamba utakutana naye? Shenzi type. Wewe ndo bogus. Kwani nilikuwa najua kama nitakutana naye? Salvador, umeniboa. Na weusi kama fundo ya giza. Basi fanya twende tukamtafuta. Usije kanipelekesha. Nisamehe, usiniue tafadhali. Naomba unisamehe. Usiniue. Mwanangu, muda wako umefika. Mimi sikujui. Kwani wewe ni nani? Nataka unifanyie kazi yangu. Jamani, ndoto gani? Na kwani mimi nimelala saa ngapi? Sio ndoto. Nakukwambia nataka kufanya kazi yangu.